Dunia ina maajabu mengi ya kufikirika na hata yale yasiyofikirika. Natalia au Natasha Nikolaevna Demkina ni mwanamke wa Kirusi ambaye ana uwezo wa kushangaza duniani, kwani ana uwezo wa kutazama ndani ya miili ya binadamu na kuona viungo na tishu kama mashine ya mionzi ya umeme, yaani X-ray. Natasha amezaliwa mwaka 1987. Aligundua na uwezo huo akiwa na umri wa miaka 9 baada ya kufanya upasuaji wa kiambatanisho chake, ama kwa lugha nyingine appendix. Natasha alisema kuwa, namnukuu, "Nilikuwa nyumbani na mama yangu na ghafla nilipata maono. Niliweza kuona ndani ya mwili wa mama yangu na nikaanza kumwambia kuhusu viungo ninavyoweza kuona. Sasa inanibidi nibadilike kutoka kwenye maono yangu ya kawaida hadi kile ninachokiita maono ya matibabu. Kwa sehemu ya sekunde naona picha ya rangi ndani ya mtu na kisha ninaanza kuichambua." Hayo ni maneno ya Demkina. Baadaye hadithi ya Natasha ilianza kuenea katika kitongoji chao. Watu walianza kukusanyika nje ya nyumba yao ili kujua magonjwa yao. Waliposikia hadithi zake, madaktari katika mji wake wa asili waliamua kumfanyia vipimo. Natasha alipelekwa katika hospitali ya watoto ya eneo hilo, ambapo aligundua magonjwa ya watoto kwa usahihi. Alitumia picha kuonyesha madaktari. Akitumia maono yake pia alirekebisha uchunguzi usio sahihi uliofanywa na madaktari kuhusu mwanamke aliyesemekana kuwa anaugua kansa. Natasha alichunguza na kusema kuwa ni cyst ndogo tu na sio saratani. Baada ya uchunguzi kadhaa alibainika kuwa alikuwa hana saratani. Hadithi ya Natasha ilifika hadi Uingereza kupitia gazeti la The Sun mnamo mwaka 2004. Natasha alipelekwa Uingereza kujaribiwa maono yake. Natasha aliweza kupata majeraha ya mtu ambaye alipata ajali ya gari mwaka mmoja uliopita. Huko Uingereza pia alimchunguza daktari mkazi Chris Steele wa kipindi cha This Morning TV. Alimueleza kwa usahihi juu ya upasuaji uliofanyika, kisha akamwambia kuwa anasumbuliwa na mawe kwenye figo, uvimbe kwenye figo na ini kuwa kubwa. Mara moja daktari akaenda kuchunguza ili kugundua kuwa ufumbuzi wote uliotolewa na Natasha ulikuwa sahihi. Aligundua kuwa alikuwa na uvimbe kwenye tumbo lake, lakini haikuwa kutishia maisha. Kituo cha ugunduzi kiliamua kumjaribu huko New York. Kulikuwa na wagonjwa 7 na Natasha alilazimika kugundua 5. Natasha aliweza kugundua 4 tu na aliambiwa kwamba alikuwa ameshindwa mtihani. Jaribio hili bado ni la utata hadi sasa. Baadaye alijaribiwa Profesa Yoshio Mach kutoka idara ya electronic katika chuo kikuu cha Tokyo Denki. Baada ya kuweka sheria chache za kimsingi za majaribio, Natasha aliweza kufaulu na aliweza kugundua kwamba mwanamke alikuwa mjamzito. Baadaye Natasha pia alianza kutoza wagonjwa kwa uchunguzi tangu Januari 2006. Demkina anafanya kazi katika kituo cha uchunguzi maalum cha Natalia Demkina, yani TSSD, ambao madhumuni yake yalitajwa ni kutambua na kutibu ugonjwa kwa kushirikiana na wataalamu wengine wenye uwezo usio wa kawaida, waganga wa kienyeji na wataalamu wa dawa za jadi. Natasha Demkina bado ni kati ya maajabu ya dunia hii.